إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد فيا أمة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masala tulionayo katika darasa zetu za ilmu ya usuli al-fiqh ni masala ya kwamba hakimu ni nani? Ni nani mwenye kutoa hukumu ikawa ni lazima iandamwe ya Kiislamu? Twazipata wapi sisi hukumu za dini? Twazipata kutokamana na sharia tunayoletewa au tulioletewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au twaweza kuzipata hukumu za dini kutokamana na akili zetu na kufahamu kwetu? Twaweza kuyaandama tupawayo na akili tukawa ndio twafanya dini? Lau kama hatukuletewa sharia kutoka mbinguni, tungejua Mwenyezi Mungu ataka tumuabudu vipi? Kwa hivyo mtu akifikishiwa sharia na mtu akitofikishiwa sharia, watu hawa wote ni sawasawa katika sharia ya Kiislamu, katika kulazimika kufanya mambo na kulazimika kuwata kufanya mambo. Waliofikiwa na mitume na ambao hawakufikiwa na mitume watapewa wote thawabu au wote watapewa iqabu, mateso? Au wale tu waliofikishiwa sharia, waliofikiwa na mitume na vitabu kutoka mbinguni ndio hao wenye kuhukumiwa kwa wema au kwa uovu? Au kila aliyepewa akili yake atajaziwa kheri au atalipwa mabaya kwa kuwa alipewa akili na ni lazima aelewe, hata ikiwa hakukiona kitabu cha Mungu, hakikumfikia kitabu cha Mungu, wala hakufikiwa na mtume? Tumesema ya kwamba hakimu ni Mungu na hukumu za dini zinatakiwa kutoka kwa Mungu, na mwanadamu amepewa akili, aweza kwa akili yake kufahamu mambo yenye kumhusu Mungu na yenye kuhusu sharia ya Mungu. Hili liko kwa kabisa na lile nalo liko kwa mazangatiwa fulani. Hili la sharia kutoka mbinguni kwa Mungu, mitume na vitabu, liko kabisa, na lile la ufahamu wa mwanadamu kwa akili yake liko kwa kiasi fulani. Sasa tulisema kuna misimamo mitatu kuhusu masala haya ya hakimu ni nani. Msimamo wa kwanza ni msimamo wa watu wa madhhab yanaojulikana kwa jina la al-Ash'ariyya. Madhhabi yenyewe
ni ya Abil Hasan al-Ash'ari. Tukasema ya kwamba mwenye madhhabi haya aonelea ya kwamba hukumu yatoka kwa Mungu. Akili ya mwanadamu haina nafasi ya kuifahamu dini mpaka aletewe na Mungu kupitia mitume na vitabu. Huu ndio msimamo wa Abil Hasan al-Ash'ari, na huzalikana kutokamana na msimamo huu masala ya ahlul fatra, watu wa fatra. Na maana ya watu wa fatra ni wale watu ambao walikuja baada ya kuondoka mtume na kabla ya kuja mtume mwingine. Mtume aliyekuwako ameondoka kwa muda mwingi, na umepita muda kadhaa hakujaja mtume mwingine. Sasa hawa watu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla ya kuja mtume Muhammad, walikuwa wako katika huo muda ambao katika sharia ya Kiislamu unaitwa al-fatra, muda wa baada ya mtume na kabla ya kuja mtume. Kwa msimamo wa Abil Hasan al-Ash'ari, wenye madhhabi ya al-Ash'ariyya wasema hukumu za kuijua dini zinatoka kwa Mungu kupitia kwa mitume na vitabu vyao. Hakuna mtume, hakuna kitabu, hakuna hukumu ya Mungu. Akili peke yake haiwezi kumjua Mungu wala haiwezi kujua za sharia. Kwa hivyo aliyekuwako katika muda huu wa baada ya mtume na kabla ya kuja mtume, ambaye huwa uko katika hiko kipindi kinachoitwa fatra, hao hawatoadhibiwa, hawana thawabu, hawana mateso. Msimamo wa Abil Hasan al-Ash'ari katika madhhabi ya al-Ash'ariyya, na wametoa ushahidi wa kwamba Mwenyezi Mungu amesema wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, hatakuwa sisi wenye kuadhibisha watu mpaka tuwapeleke mtume kwanza. Kuna na hujja nyingi katika Qur'ani yenyewe, aya zenye kulipigia uzito hili zafika aya 12 sarahatan au zaidi. Kuna aya 12 na mimi nitawatolea aya 3 insha Allahu taala, kisha nanyi kwa akili zenu mwaweza kuzipata nyingine. Sasa kwenye msimamo huu kunazalikana masala ambayo kwetu sisi yamekuwa ni mazito sana, na tumeteta sana kuhusu masala haya. Masala ya waliomzaa mtume sallallahu alaihi wasallam, haswa babake na mamake, hukumu yao ni nini? Hawa wataingia peponi au wataingia motoni? Aina walida Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wako wapi wazazi wa mtume? Ahuma fil jannati, je wako peponi? Am finnar, au wako motoni? Wenye kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam tuwasikia wakighani wakisema, sikilizeni vizuri, na wale ambao kwamba hawatosikia vizuri nitawashtaki kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wakenda wakinizulia nsio kuyasema. Mimi sishtaki kwa polisi, nashtaki kwa Mungu subhanahu wa ta'ala, kwenye saa ambazo kwamba wengi wenu huwa mmelala. Kwa hivyo sitaki kusingiziwa. Haya ninayoyasema
na nitakayo kuyasema naweza kuyatetea na kuyafanyia defense, lakini nsio kuyasema musende mukene kanabandika huko vitotoroni. Sikizani vizuri msimamo ulioko katika kuhusu wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mkubwa ni kwamba hawa ni katika watu wa fatra. Ndio msimamo ulioko. Lakini kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo imeleta kelele nyingi kwa watu, wakawa wapingana ala ghairi huda, pasina kutukua uongofu wa kisawasawa. Kuhusu hadithi yenyewe, ni hadithi ya kwamba kulikuja Muarabu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu Muarabu akamwambia Mtume, ya Rasulullah, aina abi, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, uko wapi babangu? Mtume akamwambia, finnari, babako kwa motoni. Hadithi yasema falamma qaffa, alipompa kisogo kwenda zake, Mtume akamwambia, ya hadha, wewe ndo. Akaja ule akamwambia, inna abi wa abaka finnari, babangu na babako wako motoni. Sasa kwanza, hadithi hii ilitoka wapi na ina nguvu gani miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hii hadithi iko katika sahihi Muslim na imepokewa kutoka kwa Anas na imepokewa na Hammad bin Salama an Thabit. Hammad bin Salama katika upokewaji wa hadithi, wanavyoni wamemsemaje? Wanavyoni wamsema huyu Hammad bin Salama akipokea kwa Thabit, hakuna riwaya yenye kuthubutu kuliko yake. Amesifiwa na wanavyoni wote wa hadithi, na hadithi hii imesahihishwa na Muslim na Ibn Hibban na Al-Baihaqi na Abi Daud na wanavyoni wengi wamehakikisha hadithi hii. Na katika wanavyoni wa hivi karibuni, Ibn Kathir amesahihisha, Al-Albani amesahihisha, na mwanachuoni wa karibuni zaidi Al-Huwaini pia amesema hadithi hii ni sahihi. Kwa hivyo hadithi iko katika sahihi Muslim, na hadithi ni sahihi ya kwamba Mtume alitaja kwamba babake yuko motoni. Lakini hadithi hii wanavyoni wa hadithi wasema ina fiqhi gani, yatupa fiqhi gani, na tuipokeaje hadithi hii tukiitangamanisha na nususu tulizo nazo, nafsi zilizo wazi, tutasemaje? Wanavyoni wa sharia yetu ya Kiislamu wanasema ya kwamba kuna aya nyingi zilizosimama kinyume na hadithi hii. Kuna aya ambazo kwamba ziko waziwazi, sariha wa qat'iyya, aya zilizo waziwazi na za kukata kabisa kwamba watu wa fatra hawaingii motoni. Ni nyingi aya hizo, na watajia ya kwanza, atakayekuandika andike. Ya kwanza iko katika surati al-Isra aya ya 15. Aya yasema, wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula,
hatukuwa sisi ni wenye kuadhibisha mpaka kwanza tumtume mtume. Wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Aya ya pili asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walau anna ahlaknahum, lau kama sisi tungewaangamiza wao, biadhabin min qablihi, kwa adhabu kabla ya kuja kwake mtume, laqalu, wangesema, rabbana, ewe Mola wetu, laula arsalta ilaina rasula, usituletee mtume, fanattabi'a ayatika, tukapata kufuata aya zako, min qabli an nadhilla au nakhza, kabla ya kudhalilika na kupata hizaya. Iangalie vizuri katika surati Taha aya ya 134. Aya ya 3, walaula an tusibahum musibatun, na lau kama si kwamba patapatikana na musiba, bima qaddamat aydihim, kwa makosa yaliyofanywa na mikono yao, fayaqulu, wakasema, rabbana laula arsalta ilaina rasulan, ewe Mola wetu, lau kama ungalituletea mtume, fanattabi'a ayatik, tukafuata aya zako, wanakula minal mu'minin, wanakuna minal mu'minin, na tukawa katika wenye kuamini. Aya hii iko katika surati al-Qasas na ni aya ya 48. Na aya ziko nyingi za kuthibitisha maudhui haya, nilizihisabu ya kwamba zafikia aya 12. Sasa ndugu yangu, angalia kwamba ile hadithi iko na ni sahihi, na aya ni hizi na ziko wazi. Wanavyoni wetu wasema nini kuhusu msimamo huu wa aya hizi na hadithi hii? Kwanza, kila mtu ajua ya kwamba la aya ni zito zaidi kuliko la hadithi. La pili, hadithi yaweza kuwa ni mutawatir, ikawa ni qat'iyyu thubuti wa dalala, na yaweza kuwa ni hadithi sahihi lakini si mutawatir. Yaweza kuwa hadithi ni sahihi lakini imepokewa na mtu mmoja mmoja, huitwa hadithul ahadi. Wanavyoni wengi wasema haijengi itikadi. Kisha wanavyoni hawakuweza kujasiri wa pande zote mbili kusema hadithi hii si sahihi. Wote wamesema ni hadithi sahihi, imepokelewa vizuri na imedawiniwa vizuri. Lakini Ibn Kathir, mwanachuoni wetu mmoja mkubwa, amesema ya kwamba hii hadithi hatuwezi kuikataa, na hizi aya ziko waziwazi, na hapawezi kupatikana mgongano baina ya sharia, baina ya wahi mbili, wahi Qur'ani na wahi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima tuzikusanye hizi hadithi. Ibn Kathiri asema katika kuzikusanya pamoja, iwe ili aya zimekubaliwa, aya ni sawa sawa madululi yake, na hadithi nao pia hikukataliwa, tuzikusanyeni ili tupate ndia tupite. Ibn Kathiri asema ndia yake yeye ni kwamba imethubutu kwa maneno ya sharia ya kwamba watu wa fatra hawatoadhibiwa moja kwa moja, watafanyiwa mtihani. Wakifaulu katika mtihani, kuwa kwao katika fatra kutawaokoa, na wakitofaulu katika mtihani, kuwa kwao katika fatra hakutowaokoa. Tumefahamiana maneno ya Ibn Kathir. Kisha ameongeza na kitu kizito Ibn Kathir. Kitu chenyewe ni kwamba Mwenyezi Mungu pengine alimjuza mtume wake sallallahu alaihi wasallam, akamjulisha ya kwamba huyu babake
katika home mtihani hatofaulu, kwa hivyo atastahili kutiwa motoni. Ibn Kathir amesema hivyo ili alikimbie lile jambo la kusema kwamba hadithi si sahihi. Tumefahamiana? Lakini mwanachuoni mwingine wa hivi karibuni amekufa sasa naye pia rahimahullah, Muhammadul Amin Shinqiti, ambaye ana tafsiri yake inaitwa Adwaul Bayani fi tafsiri al-Qur'ani bil-Qur'ani. Ana na kitabu chake kizuri katika kuchambua, kuchunguza mambo ambayo yaweza kuwa na uchacha katika Qur'ani kwa ufahamu wa watu. Amesema humo ya kwamba hadithi ni sahihi, lakini mimi natilia nguvu jambo la kwamba watu wa fatra hawatoadhibiwa. Ni nani huyu? Nataka mshike jina lake. Ibn Kathir mutashika. Huyu aitwa Muhammadul Amin Ash-Shinqiti, watu asli yao watoka Mauritania. Muhammadul Amin Ash-Shinqiti amekuwa akisomesha katika nchi ya Maka kwa muda mrefu, ana vitabu vingi vizuri. Muhammadul Amin Ash-Shinqiti ametilia nguvu ya kwamba watu wa fatra hawatoadhibiwa. Kisha akasema urajjihu hadhihi al-adillata al-Qur'aniyah al-qat'iyyah, nazitilia nguvu hizi dalili za Qur'ani ambazo ni za kukatikiwa, za kukata, si za kudhani, kwamba ahla al-fatra la yuadhabun, watu wa fatra hawatoadhibiwa. Fahia, hizi aya za Qur'ani tuqaddamu, huwekwa mbele, ala ma aradhaha, kuliko chenye kusimama kuzipinga, min ahadithi al-ahadi, kutokamana na hadithi za kupokewa kwa mtu mmoja mmoja. Hivyo ndivyo wanavyoni walivyoizungumza hiyo hadithi. Kwa hivyo wamekhtalifiana. Watu wengine wametoka moja kwa moja na wao wakasema katika nyimbo zao za kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema wahasha ilahul arshi yarla janabuhu liwalidayil mukhtari ru'yatu nirani. Wahasha, nakataa na mweka mbali ilahul arshi, mola wa arshi, yarla janabuhu, uridhie utukufu wake, liwalidayil mukhtari, kwa wazazi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ru'yatu nirani, kuona moto. Sasa hivi ndivyo watu walivyosimamiana. Aya hizo waziwazi hawaingii, na hawa pia walikuwako katika fatra. Hadithi hiyo moja tu ambayo imeleta utata katika masala haya, kwamba Mtume alimwambia mtu. Sasa mimi kwenye msimamo wangu wa kibinafsi, pengine unalo swala hii katika kichwa chako, je, wewe wasemaje? Maana sisi sio tunaotafutwa ili tuwe tumesema. Watu hunena tusiokuyanena, hutubandika tusiokuyasema. Je, wakipata tunalolisema takuwa zaidi. Mpaka leo watu upiga ngoma kwamba mimi nilisema Kibaki kama Mtume, na kwani hakunifunga hicho nkisha ni wazimu tuakinena yamba kufungwa na watu wake, lakini hawakunifunga, waliniata tu. Mwenye kisha wenu amfunge nyinyi. Habu mimi tamfananisha Kibaki na Mtume kwa wapi? Kwa maguu yao, au kwa nyuso zao, au kwa nywele zao, au kwa rangi zao?
Na kisha kwa nini nyinyi msifurahi mkinisikia mimi mwenyewe nasema sikusema? Hata kama nilisema, simelikanusha. Muislamu mwenzenu pengine nimecheleza, mmesema, lakini mmesema sikusema. Halifurahishi hili la kusema sikusema. Nyinyi mwapenda niwe nimesema? Niupewa kwamba dini hamuipendi nyinyi, au sivyo jamani? Mwafahamu mnaosema maneno kikwetu mimi mwafahamu hivi ninavyosema? Na niwe nimesema, Mungu asinijalie. Maadhallahi, mtume mzuri kwa umbo na tabia, mtume wa Mungu kwa wahi na sunna, na sisi wema wetu na uzuri wetu ni kule kwamba ni wa mtume huyo. Tusema fanana na ibaki ni yapi? Ngia kilinika. Nyinyi mwatoka wapi? Nyinyi mnaosema mwatoka Bola nyinyi mwatoka wapi? Haya, nimesema haiji ya kwamba huyu bwana upiga kelele mara kwa mara sikusema. Jamani, basi alikuwa pengine ncheleza, si wetu tena, kumbe anrudi wetu. Hunitukui ni wenu, uwe kazana mmesema. Ichani Mungu. Bwana mmoja shopoko na maneno vile, mwingine hajayafahamu vizuri yale maneno, yakawakana yana ishara ya kwamba ule amefanya kufri. Basi bwana mmoja alhamdulillah, hivyo ndio ushakufuru wewe. Ala, wamshukuru Mungu kwa kumuona mwenzako amekufuru? Hawa watu wameteleza sana. Hawa hawakutekeleza kwa matope, wametekeleza kwa mavi ya kuhara. Salala, mbona watu wamepotea namna hii katika sharia? Ni kupotea kuko mwenzako atamka neno ukaliona na ukafiri, uombe alhamdulillah, umekufuru wewe. Mtu akikufuru huwa alhamdulillah? Ni watu watukivu wangu wametukua maneno wakayatanganya la huku na la huku wakaliweka huku la huku, yuharifuna alkalima an mawadhihi. Msikiti wa Ijumaa Nairobi, niko katika kuhutubu, nikawa nimepata lawama kwa watu wa salamu, akizungumza uzungumza kwa kelele. Kwani sisi ni watoto wake? Amkemea nani mpaka akatupigia kelele? Nikasema mimi sipigi kelele kwa kukusudia kuwakemea. Mwenye kusimama juu ya mimbari huweza akawa na shauku ya kuzungumza akapiga na kelele, na akipiga na kelele hawi amekwenda mbali kwa makosa. Kupiga kelele ni sunna ya mtume. Mimi hivi ninavyofanya haya nimeyatukua kwa mwendo wa mtume, kwa sunna ya mtume, ndivyo alivyofanya mtume. Basi ile kukariri mtume amesema, amesifiwa ya kwamba alikuwa akihutubu sauti yake ikienda juu, mato yake akawa mekundu, mishipa yake ya koo ikamfura. Basi hayo nimeyatukua kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakatukua hayo nimeyatukua kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakashikanisha na huyu kijana amefanya makosa kwa kukuambia wewe Kibaki ni kama mtume. Wewe Kibaki si kama mtume. Mtume ni mtukufu, wewe ni mheshimiwa. Haya nimeyatukua. Wakashikanisha wanasiasa wenye siasa kali, wakaishikanisha wapate kunithibitishia mimi kukufuru. Na mimi tangu siku hiyo namuomba Mwenyezi Mungu anihukumu na wao, na naona hukumu za Mungu zaja pole pole. Alhamdulillah, sikusema wala kama mimi hasemi hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni akramul khalqi, ni akramu khalqillahi ajma'ina, ndivyo tulivyofundishwa. Na Mwenyezi Mungu amemwambia mtume kwa kumsifu ya kwamba wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
akamwambia wa innaka la ala khuluqin adhim. Na maswahaba kwa ndia zilizoswihi wamemsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunalo lisema sisi kusifiwa Mtume hakuwi kipengele cha kukhalifiwa Mtume, hakuwi kipengele cha kuzuliwa Mtume. Lakini mimi sina wazimu wa kusema maneno haya. Kisha mpaka hapa ninapozungumza na nyinyi hakuja mtu ila Mpanjabi mmoja akaja akaniuliza, nasikia wewe nasema hivi kweli? Sikusema ilikuwaje msala, ilikuwa hivi hivi hivi. Sema wajua, alhamdulillah mimi nakuja na fikra mbaya sana. Ona, ametukua kisu kama hichi, amekuja kuniua kusudi kwa kile kisu Nairobi, na shahidi yuko Juma Amiri. Hatari kubwa mlizonazo nyinyi, watia watu tota na nini na nini, wakatoa na makaseti na mengine mengi. Nikwambie nini, kulitoka picha katika internet, katika hizi Facebook, ya kwamba mimi nimekaa na rais wa Amerika Bush, twanongonezeana hivi. Picha yangu imeshikanishwa na Bush, unieleza maneno na mimi muitikia. Hao Bush nilikutana naye wapi mimi? Mwadhi au Kiduruni au Kililana au Nyaboge ndiko kwetu. Jamani, onani haya nyinyi, ogopeni Mungu. Sasa kwa masala haya ya kwamba wazazi wa Mtume ni hivi, hadithi yasema hivyo, aya yasema, msimamo wangu mimi, msimamo wangu mimi nimependezwa sana na kauli ya Muhammadul Amin Shinkiti ya kwamba wachua fatra hawadhibiwi, na sisi ummati Muhammad tumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na tuwapenda walionzaa. Twapendelea sana wawe wako peponi kwa msimamo wetu, twapenda. Mtume amesema hivyo, hiyo ni hadithi. Hadithi yaweza kutokezewa na jambo lolote lililofitamana na wenye kuipokea, ingawa sahihi, pengine hivi pengine vile. Kwa hadithi twaweza kusema, lakini kwa aya za Qur'ani hakuna pengine hili pengine vile, au sivyo? La mwisho katika msimamo wangu kwenye haya ni kwamba kwenye masala ya waliomzaa Mtume kuingia motoni au kuingia peponi, hamna letu, hatuna letu sisi katika masala haya. Silazimiki kuamini kwamba wazazi wa Mtume wataingia peponi ndio niwe nimefanya sawa. Ikiwa sikuamini wataingia peponi, basi mimi nitaingia mimi motoni. Hakuna katika sharia. Wala silazimiki mimi kuamini kwamba wazazi wa Mtume wako motoni. Hadhihi mas'alatu laysa alaiha amaluna, ni masala ambayo hamna kazi yetu katika masala haya. Wakiwa wameingia peponi sitaki kuwatoa, wakiwa wameingia motoni siwezi kuwatoa. Tumefahamiana? Huu ndio msimamo wangu wa kibinafsi. Sawa yetu sisi wasomi wa dini ni kueleza yaliyoelezwa na wanavyoni, wameeleza hivi, na nimeeleza kwamba hadithi ni sahihi na aya hizi ziko wazi, na kwamba masala haya hamna amali yetu kwenye masala haya. Kwa hivyo hatuna haja ya kufanya msururi mrefu wa kujadiliana na kuvutana na kutukanana, na wala kisiwe hiko ni kipengele cha watu kutuhumu watu kwenye imani zao. Tumefahamiana? Naam. Siwezi kujua, manake wenye wapokezi wa hadithi ambayo iko katika sahihi Muslim hawakutaja huyu Mwarabu alipatikana na nini ndio akaja. Walisema jaa arabiyun,
alikuja Muarabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fasalahu, akamuuliza, ya Rasulullah, kuja nikusomee nasi yenyewe ilivyo. Wakamuuliza, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, aina abi, uko wapi babangu? Qala finnar, mtume akamwambia uko motoni. Falamma qafa, alipopa maungo kwenda zake, daahu, alimuita, faqala inna abi wa abaka finnar. Na hadithi hii haikupokewa na Imamu Muslim peke yake, imepokewa na maimamu wengine, Abi Daudi, Ahmad bin Habani, Baihaqi, Abi Ya'la al-Bazzari na wengi. Na ni hadithi sahihi kama ilivyokubalika kwa watu wa ujuzi wa hadithi, imesahihishwa na wengi, watu wa zamani na wa kisasa. Na Hamad bin Salama aliyepokea hadithi amesifiwa kwamba ni mtu thabiti mno katika upokewaji wa hadithi, akipokea kwa Thabit kwa Thabit. Tumefahamiana? Kwa hivyo huwezi kusema, wakati tukizungumza habari ya watu waliokufa, tutasema wama adraka Rasulullah walam tudrik Rasulullah, hakumpata mtume, hakufikiwa na ujumbe, alikufa kabla mabathi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Je, ni jambo la muhimu, lina maana mtu kukutana na mtume au halina maana? Kuna uzito wa kutokutana na mtume au kuna uzito? Hawakumpata mtume. Alipewa utume akiwa na miaka 40. Mamake kwenye kipindi hichi hakumuwahi mtume sallallahu alaihi wasallam. Wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasulan, tena kwa nakira, lam yub'ath ilayhim rasulun. Hal bu'itha Ibrahimu ilayhim? Idha kana Ibrahimu bu'itha ilayhim, fakana lirabbina tabaraka wa ta'ala an yatruka risalata Ibrahim takunu risalatan lahum, walakinahu subhanahu wa ta'ala arsala ilayhim rasulana Muhammadan sallallahu alayhi wasallam liyundhira qauman ma undhira abauhum fahum ghafilun. Qur'ani yasema hivi, tumemtuma Muhammad ili apate kuwahofisha watu ambao hawakuhofishwa wazazi wao, fahum ghafilun, watu hao wako katika mughafala. Mtu uko katika mughafala ataadhibiwa. Huu ndio msimamo wazi wa Qur'an. Je, hii hadithi, lakini hadithi wanazuoni wamepokea, iko katika sahihi Muslim, imepokelewa kwa njia sahihi, lakini kuna dhurufi za kuipokea ile hadithi. Kuna circumstances surrounding the narration of that hadith which I don't know them. Hivi sasa mimi siwezi kujua kila dharfi min dhurufi riwayati hadha alhadith. Ilikuwaje? Bwana ameniuliza huyu Mwarabu alikuwaje, akaja akauliza maswala, sikujua. Sijui alikujaje, kwa nini aliuliza. Kwa hivyo kuna mambo mengi hatuyajui kuhusu hii hadithi. Tulijualo sisi waziwazi bila ya wasiwasi ni hili la hizi aya za Qur'ani. Tumefahamiana? Kwa hivyo kwa maneno haya, msimamo wa Abil Hasan, naam, na ikae vizuri darasa tulioisoma. Tumesoma msimamo wa kwanza wa al-Ash'ariyya kuhusu hakimu ni nani. Hukumu za dini zatoka kwa Mungu, kutoka kwa sharia, au pia katika akili ya mwanadamu. Watu wa al-Ash'ariyya wasema hukumu ni za sharia, akili haina nafasi ya kuleta hukumu ya dini. Na kwa simamo huu, wasiokufikwa na sharia ya Mungu hawalaumiki. Na masala haya tumesema
masala ya kwamba wazazi wa mtume wako peponi au wako motoni. Tumeeleza msimamo wa hadithi na msimamo wa aya za Qur'ani na msimamo wa Ibn Kathir na msimamo wa Muhammadul Amin Shinqiti, kisha mwisho mmetaja msimamo wangu wa kwamba mimi naliunga mkono hili la Muhammadul Amin Shinqiti, na zaidi nasema masala haya hayana utendakazi wetu. Kwa hivyo tusijifunge kwenye masala haya, yuko hayuko, peponi motoni, si masala yanao tuharibia itikadi. Silazimiki kusema wako peponi, silazimiki kusema wako motoni. Nikisema habari ya kwamba wako peponi, wako waliozungumza hayo. Nikisema wako motoni, wako waliozungumza hayo. Mimi msimamo wangu hili naliona la kusema hili halikuharibi imani yako, na la kusema lile halikuharibi akida yako. Tumefahamiana? Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Allahumma iftah lana abwaaba ulumik wa yassir alayna min khazain rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin.